katika neno la siku ya leo. Simameni tuweze kuomba tukajue Mungu ametumana nini siku ya leo. Ni habari njema kwa waaminiao, ni habari njema walio na matumaini. Hivyo basi mwambie Mungu jambo unapoenda kusikia neno lake. Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru. Nasema ni asante Bwana, ni kwa ajili ya wakati huu Bwana. Umepata kuwa mwaminifu Bwana katikati yetu Bwana. Haujatuacha, haujatupungukia Bwana. Kila siku tunakuona Bwana kwa hii nyumba ukitenda miujiza na maajabu Bwana. Ishara zako Bwana ni dhihirisho kana kwamba Mungu kwa mahali hapa Bwana. Tunakushukuru Bwana kwa hilo Bwana, kwa mambo mengi ambayo umeyatenda kupita kwa mikono ya watumishi wako Bwana. Hakika Bwana umekuwa pamoja nasi, kwa wakubwa kwa wandogo Bwana. Naomba Bwana sisi tulio katika nyumba yako Bwana ukanene nasi Bwana. Tunaikabidhi roho zetu mikononi mwako Bwana na nafsi zetu Bwana, ukatawale wakati wa neno Bwana. Nikiomba ukanene na Bwana pamoja nasi Bwana. Ukanene Bwana kwa kila sikio isikiao Bwana. Ukatende maajabu kwa kila jicho lionalo Bwana. Bwana ukasikike kwa ushuhuda Bwana kwa kila sikio lisikialo Bwana. Nikiomba kila mapepo na maroho machafu uzuia neno lako Bwana, lisiponye watu wako au kuwafungua hiyo roho na ikapata kuchomeka na kuteketea. Kila mapepo maroho wataka watu wako wakati wa neno na kuwafinyilia na kuwafunga, hayo maroho na kemea na vunja na teketeza kwa moto kwa jina la Yesu. Nikitabiria moto wa Bwana ukatawale Bwana kwa hii nyumba. Nguvu zako za uponyaji, nguvu zako Bwana zikatembee. Nguvu za uponyaji zikafungue kila nafsi na kila roho ikapate kuwekwa huru katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa ajabu Bwana. Naomba Bwana uwepo wako mahali hapa na nguvu zako zikatawale wakati wa neno. Kiomba Bwana kama mtumishi wako kanitumie kama chombo nikinena Bwana Mungu wa mbinguni mahali hapa Bwana. Sije ni mimi nikae ninaye nena Bwana, bali ni wewe ukanene ndani yangu Bwana. Ukajitukuze kwa ishara Bwana, ukatende maajabu Bwana, ukadhihirishe Bwana na kutukuza kila neno Bwana na utoka kwa kinywa changu Bwana. Nitumie kama chombo kwa rehema zako Bwana. Takasa anga yangu na itabiria moto Bwana. Akemea roho za confusion wakati wa neno Bwana. Naomba nguvu zako zikatawale, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Naweza kaa. Haleluya. Hivyo Mungu ni mwaminifu siku ya leo. Umeweza kuangalia wakati na Mungu anaenda kutenda makuu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni mbali tumetoka na ni mbali tunaenda. Sema amen. Haleluya. Sema ni mbali tumetoka na ni mbali tunaenda kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo mpendwa, usidharau mwanzo mdogo. As long as umeokoka, katika huo mwanzo mdogo wa wokovu Mungu kuja kwa maisha ya wote wamwaminiao. Haleluya. Na Mungu utenda makuu. Haleluya. Hivyo basi, kwa majina naitwa Pastor Joseph Munyao, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Message title ya siku ya leo ni njia za kubarikiwa. Njia za kubarikiwa. Haleluya. Njia ni nyingi za kubarikiwa kwa mwanadamu, lakini nataka tukaone njia ambazo Mungu uzitumia kubariki watu wake. Haleluya. Haleluya. Unaweza kuwa hauko katika hizo njia, ama unaweza kuwa hauko mahali panapostahili ili Mungu akubariki, lakini leo nakutengenezea mlango ambao utakao kuwezesha kuingia katika njia za Mungu za kubarikiwa. Haleluya. Amen. Hivyo ni njia za kubarikiwa. Hiyo ndio topic yetu. Kitabu ni kile cha Zaburi ama Psalms, kifungu cha kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 3. Najua kwamba wengi wanajua hiyo verse. That's why nimekuambia kwamba njia za kubarikiwa ni aina nyingi sana, lakini unapomwamini Mungu na kufanya yanayompendeza Mungu,
Mungu kufungulia njia. Wacha tuone vile maandiko inasema. Psalms chapter 1 verse 1 to 3 nasema hivi: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mzaha. Bwana na ibariki neno lake. Hapa Mungu anasema ya kwamba heri ama mtu yule, ana heri yule mtu. Kwa hivyo kuna heri yetu. Haleluya. Kuna heri kwa ule mtu ambaye asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Kuna heri ya mtu kama huyo. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu asiyekwenda katika shauri la wasio haki, anasema wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Haleluya. Kwa hivyo mtu asiyesimama katika njia ya wakosaji, huyu mtu ako na heri. Na yule mtu ambaye asiyekwenda katika njia ama katika shauri la wasio haki. Bwana Yesu asifiwe. Na pia wenye mzaha. Na maandiko inasema wala kuketi barazani pa wenye mizaha. Hakuketi barazani pa wenye mzaha. Unajua kuna watu hupenda mzaha sana. Na mara mingi unapata kwamba mzaha inafurahisha mwanadamu, lakini Mungu hapendi. Wapendwa, Mungu hapendi mzaha. Kama vile unafanya mzaha, unajua fulani alikufa, nilikuwa nakuchezea. Bwana Yesu asifiwe. So hizo ni vitu ambazo Mungu huchukia. Unajua fulani aliolewa, nilikuwa nakuchezea. Kweli hizo ni vitu Mungu huchukia sana. Na Mungu anasema ako na heri mtu yule asiyekwenda katika baraza ya wenye mzaha. Kwa hivyo ukienda katika baraza ya wanaofanya mzaha, Mungu hukuwa mbali na wewe. Haleluya. Mungu hukaa mbali nasi wakati ambapo tunakwenda katika njia zile za wakosaji na kufanya mzaha na wao na kufanya mashauri na wao, kusimama katika njia ya wafanyao mzaha. Unafukuza Mungu, unafukuza uwepo wa Mungu. Hauna heri wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hauna heri ya kubarikiwa. Hauna heri ya kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba tukifanya mzaha, wapendwa, mbele za Mungu, ama tukifanya mzaha kwa wanaofanya mzaha, ama kuwasikiza na kufanya mzaha na mashauri pamoja nao, ama kufanya mashauriano pamoja nao, uwepo wa Mungu unaondoka. Tunabaki empty. Hatuna heri ya kubarikiwa. Hatuna heri ya kuinuliwa. Hatuna heri ya kutembea katika uwepo wa Mungu. Hatuna heri katika nyumba ya Mungu, bali Mungu hukaa mbali nasi. Maana maandiko inasema ana heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Ana heri huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Au maandiko inasema mstari wa 2, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Bwana na ibariki neno lake. Kwa hivyo Mungu hupenda huyu mtu aliye na heri ya kubarikiwa, aliye na heri ya kumuona Mungu, aliye na heri ya kuinuliwa na Mungu. Anasema kwamba ile sheria ya Mungu ikaweze kukaa katika mtu aliye na heri. Sheria ya Mungu ndio inayokupendeza. Sheria ya Mungu ndio inayokuongoza. Sheria ya Mungu ndio unaotenda. Hapo Mungu furahia. Anasema kwamba bali sheria ya Bwana ndio impendezayo. Ni kitu gani kinakupendeza katika ulimwengu? Unajua tumechanganyika. Kuna watu penda wanaotukanana. Akisikia watu wanatukanana, uwepo wake uko pale, ama ile spirit yake iko pale. Anafurahia sana wakitukanana
Kwanza ile matukano mabaya anakaribia. Kwanza akijua mama fulani anatukana nanga ile mbaya, anaenda kufanya mzaa na yeye, anaenda kushauriana na yeye, anapenda kutembea na yeye, anapenda kukula na yeye, anapenda kuenda kwa nyumba yake, yule mtu mwenye kutukana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyu mtu anaonekana ya kwamba hana heri, lakini Mungu anasema bali sheria ya Mungu kwa walio na heri. Sheria ya Mungu ndio inayompendeza, ama haki ya Mungu ndio inayompendeza. Na maandiko inasema kwamba na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Kwa hivyo mtu aliye na heri ya Mungu utafakari sheria ya Mungu mchana na usiku. Mtu ambaye asiyekwenda katika shauri la wasio haki, utafakari vile Mungu alivyo mkuu, utafakari matendo ya Mungu vile yalivyo makuu, utafakari vile Mungu utenda kila siku, utafakari vile Mungu anayempenda kila siku, utafakari watoto wake mahali wametolewa na Mungu, utafakari maisha yake mahali imetolewa na Mungu. Huyu ni mtu anayetafakari sheria ya Mungu usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Je, ni kitu gani ambacho unatafakari? Ni watu wa gani ambao unaotembea nao? Ni kitu gani kinachokuvutia katika ulimwengu wa walio hai? Ni kitu gani kinachokusawishi katika ulimwengu wa walio hai? Maana unaweza kuwa unasawishiwa na mabaya, unaweza kuwa unasawishiwa na watenda mabaya, unaweza kuwa unasawishiwa na wenye mzaa. Ukisha kuwa katika usawishi wa wenye mzaa, unajiingiza ama spirit yako inaingia, kwa hiyo unaanza kufanya mzaa hata kama umeokoka. Haleluya. Hata kuna watu hufanya mzaa hata wakiwa kwa nyumba ya Mungu. Nasema nilikuwa nakudanganya, nilikuwa nakuchezea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini finally umekwisha kudanganya, umekwisha kufanya mzaa. Bwana Yesu asifiwe. Then unapata kwamba ni ngumu, ule mtu maisha yake ni ngumu, hata kama ameokoka ni ngumu sana kubarikiwa, ni ngumu sana kumuona Mungu. Unaweza ukangoja Mungu, lakini ukamngoja forever, maana unaofanya hayamfurahishi Mungu. Wacha tuone vile maandiko yanasema mstari wa 3. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, wenezao matunda ama uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake alinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Bwana na ibariki neno lake. Haleluya. Hapo inaonyesha kwamba aliye na heri yule ambaye utafakari sheria ya Mungu usiku na mchana, yule ambaye upendezwa na matendo ya Mungu, yule ambaye upendezwa na mashauri ya Mungu, yule ambaye usawishiwa na matendo mazuri ya Mungu. Maandiko inasema kwamba huyu mtu atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, wenezao mizizi yake kule na uzao matunda yake kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukisha kumpenda Mungu na ukisha kusawishiwa na kutenda haki mbele za Mungu na kujiondoa katika mashauri ya wasio haki, kutoka katika njia na kukataa kusimama katika njia za wasio haki, Mungu anasema kwamba mtu huyu atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji. Na maandiko inasema naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake alinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Kwa hivyo kila mtu mwenye haki mbele za Mungu, yule utafakari, yule ambaye anayetafakari matendo makuu ya Mungu, hiyo ndio njia ya kubarikiwa. Haleluya. Huwa anafungua njia kubwa ya kubarikiwa kwa maisha yako. Huwa anafungua njia kubwa ya Mungu kuingia kwako na kukufanya kuwa kama mti, maana utabarikiwa, utazaa matunda kwa wakati wako. Haleluya. Utakuwa mti
kama mti uliopandwa kando ya maji au nyauki. Kwa hivyo ni kuonyesha hautanyauka, hautakauka, bali utazidi kuzaa kila wakati. Hautapungukiwa na baraka za Mungu. Utazaa baraka, utazaa biashara, utazaa na sifanikiwe, utazaa watoto na wafanikiwe. Na maandiko inasema na kila litendalo litafanikiwa. Kila litendalo. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba kila chochote mwenye haki unguza ufanikiwa na huwa kinazaa. Haleluya. Kwa hivyo unaweza kuwa umeweka biashara, lakini kwa biashara yako ni masengenyo unaleta, unapenda hao wenye masengenyo ndio wanakuja kusengenyania kwako, ndio wanaleta masengenyo kwa kazi yako. Basi ujue ya kwamba itanyauka, itakauka. Na ukiangalia watu kama hao, hata kama wameokoka, lakini katika biashara zao ukisikia wakiongea ni wenye mzaa, ni watu wenye kufurahia na kucheka sana wakati wengine wanapoanguka. Ni watu wenye masengenyo na wenye kusawishiwa na mabaya. Unajua kuna mtu uzawishiwa sana na vita. Akisikia mahali pale nje kuna pigano, hata anaweza chomoka kwa hekalu akaangalie. Na hata akiwezekana aingie hapo katikati, aanze kusema kwamba unajua. Na hajui. Bwana Yesu asifiwe. Unajua. Hajui, lakini atasema anajua. Maana ni mtu mwenye shauri la wasio haki, ni mtu mwenye kusawishiwa na hayo. Yaani unapata kwamba katika hizo biashara ukaufu unaanza kuingia. Mtumishi, niombee kazi yangu iko chini. Lakini kuna mwiba ambao unaodunga ile biashara. Kuna kiini cha ile biashara kwenda chini. Maana maandiko inasema kwamba kila anguzacho, kila afanyacho, kila atendalo litafanikiwa. Kila afanyalo litafaulu. Kwa nini haifaulu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umesawishiwa na mambo mahofu, umesawishiwa na walioanguka wokovu. You know, watu wengi wakianguka wokovu, sijui ni spirit gani ambao huingia watu kama hao. Ameanguka wokovu, ameacha kukuja kwa kanisa, ndio huyo sasa ameanza mwendo wa kazi sana. Anaanza kusema kwamba anaanza kutafuta wale alikuwa anaenda nao kanisa. Anambia, unajua ni kwa nini sikuje kwa kanisa? Mchungaji hakuniona wakati nilikuwa mgonjwa. Then unaanza kusema na kwa nini hakukuja kukuona? Unajua hao wachungaji sijui ni wambaya, hata washughulikangi na washirika wao. Mahali nimeenda kuna mchungaji mzuri, anakuja kuniona nikiwa mgonjwa. Anataka wachungaji washinde kwa nyumba yako. Mwingine akawa anataka kila saa wamama wa kanisa anangojeka uongo kwa makusudi ndio wamama wa kanisa waende wakamuone, ndio wamletee shopping. What kind of a person like that? Huyu ni mtu wa aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtu asiyemjua Mungu. Maana kile unachotenda kitakufuata. Unasema wewe ni mgonjwa, ati uangaliwe na wamama. Yes, watakuletea shopping, lakini hilo ambalo nalifanya halimfurahishi Mungu. Baadaye utakwenda katika njia za kupotea. Kwa hivyo usisawishiwe na watu kama hao. Mtu akianguka wacha anguke peke yake. Mtu akipotea wacha apotee vyake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa biashara zenu msikubali shetani, msikubali masengenyo, msikubali watu wanaoenda katika njia zisizompendeza Mungu waingie katika maisha yenu. Kisha kuingia kwa nyumba yako, anaweza akaongea, you know, hata wengine wandada unyang'anywa mabwana na marafiki zao wasiomjua Mungu. Haleluya. Unaleta mtu pale kama mwingine niliona kwamba anaenda kwa nyumba za wenyewe, then anafungua mguu imekatwa, anafungua mguu mmoja na anakaa vibaya, then analeta ile spirit, mzee wako atapotea. Haleluya.
atamsawishi. Na utapata kwamba mzee ameacha kukupenda, ameenda hivyo akiendanga. Baadaye utagundua ya kwamba ni yule asiye mwenye haki uliyeleta kwa nyumba yako, aliye rafiki wako wa karibu. Haleluya. Maana ulikuwa unamleta, mnasengenya watu, mnacheka kwa nyumba, mnapiga chakula. Baadaye unapata kwamba katika yale maneno mliokuwa mkiongea, uwepo wa Mungu uliondoka, shetani akaingia, mzee akapotea. Then ukaanza stress, ukaanza kuona ya kwamba marafiki, watu wengi ukomplain sana marafiki. Kwa nini usitafute rafiki aliye na Mungu? Maana maandiko inasema kwamba huyu mtu tafakari mambo ya Mungu ama sheria ya Mungu usiku na mchana. Mbona usitafute mtu anayeongea mambo ya Mungu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema hivi, Zaburi 15 mstari wa 1 mpaka wa 3. Tuone vile maandiko inasema. Maandiko inasema hivi, Bwana ni nani atakaye kaa katika hema yako? Hii ilikuwa ni swali ya Daudi. Na ikafika mahali akaanza kutafakari ukuu. Daudi alipenda sana kutafakari ukuu wa Mungu. Na alikuwa anauliza Mungu hata maswali. Hata wakati ambapo amenyang'anywa mambindi zake, nini, watu wakatekwa nyara, anamuuliza Mungu, je, ni wafuate? Mungu akamwambia wafuate, kwa maana ukosi kuwatia katika mikono yako. Kwa hivyo Daudi alipenda sana kuuliza kwa Mungu. Alipenda sana kuwaza vile Mungu alivyo mkuu. Na hapa ndipo anauliza Mungu, maana alishangaa, ni nani aliye mtakatifu? Kama matendo ya wenye haki ni haya, kama matendo ya walio katika nyumba ya Mungu ni kama haya, je, ni nani atakaye ingia katika hema yako? Ama ni nani atakaye karibia? Anauliza, Bwana ni nani atakaye kaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Kwa hivyo kitu ya kwanza ni kuona ya kwamba kuna watu ambao hana nafasi katika hema ya Bwana. Kuna watu hana nafasi hata ya kubarikiwa. Kuna watu hata wawezi wakakubalika katika hema ya Mungu. Ndipo unaona ya kwamba uwepo wa Mungu uko mbali, nguvu za Mungu ziko mbali. Mungu hawezi akakupigania. Unaingia kwa mateso baada ya mateso, unaingia jaribu baada ya lingine, unalia usiku na mchana, hauna msaada. Maana Mungu unayemuomba uangalia matendo yako, uangalia mwenendo wako. Haleluya. Na hapa anasema Daudi akauliza, ni nani Bwana atakaye karibia katika hema yako? Akauliza, ni nani atakayefanya pia maskani yake katika kilima chako Bwana kitakatifu? Kwa hivyo unaweza ukafanya maskani yako katika kilima cha Mungu kilicho kitakatifu, ukafanya makao yako kwa Mungu, naye akafurahishwa na wewe. Haleluya. Ukafanya maskani yako na Mungu akapendezwa, ukaifanya nyumba yako kumpendeza Mungu, naye Mungu akaingia na kutenda makuu. Haleluya. Tunaweza kuwa tunasongea mbele za Mungu, lakini kumbe uso wa Mungu uko mbali. Anatuona wenye masengenyo, anatuona watu wa kuudhi mbele zake. Anasikia mnapiga kelele kama watu walio mbali, kwa sababu yeye yako mbali. Haleluya. Lakini ukisha tenda mambo mazuri mbele za Mungu na kufanya haki mbele za Mungu, Mungu atasema, fanya hema, fanya maskani yako pamoja nami. Haleluya. Utaikaribia hema ya Mungu na utamuita Bwana, naye ataweza kuonekana. Wacha tuone vile maandiko inasema. Mstari wa 2, ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake. Bwana naibariki neno lake.
Unaona ni mtu mgani ambaye atakaye karibia katika hema ya Bwana? Ni nani atakayefanya maskani katika kilima cha Mungu kitakatifu? Huyu ni mtu ambaye maandiko inasema kwamba ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki. Je, unaenda kwa ukamilifu? Unatenda haki? Haleluya. Uliza mwenzako, wewe unaenda kwa ukamilifu? Muulize tu, hata kama hakuulizi, muulize, unaenda kwa ukamilifu? Haleluya. Amesema aje? Muulize kama anaenda kwa haki, kama anatenda haki. Unajua kutenda haki ni kuwa mtu asiye na lawama. Je, muulize, unatenda haki? Amesema aje? Hilo ni laki na Bwana. Haya maandiko inasema hivi, ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake. Kwa hivyo kuna kule kusema ukweli kwa moyo wako. Uepuke mzaha, uepuke masengenyo, uepuke maneno machafu yasiyomfurahisha Mungu. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba ni hao watu wale watakaofanya masikani pamoja nami mahali patakatifu, watakaopata nafasi katika kilima changu cha maombi kilicho kitakatifu, watakaofanya masikani pamoja nami, watakaokaa mahali pa salama pamoja na watoto wao, pamoja na maisha yao, ni wale watu watendao haki. Haleluya. Ni wale watu ambao huchukia maovu, ni wale watu ambao wanatenda haki mbele za Bwana. Kwa hivyo ukishafanya haki na kutembea katika njia za utakatifu, Mungu ako pamoja nao. Wacha tuone vile maandiko inasema. Mstari wa 3 inasema, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Unaona? Kusengenya, tenda mwenzako maovu ama mabaya. Haleluya. Kuna watu hufurahia sana wakitenda wengine mabaya, anacheka sana. Sasa hiyo ametenda mwenziwe mabaya. Hata kuna watu wanaweza, mtu hufurahia hata anachapa watu, then anafurahia, anasikia roho yake imeridhika. Lakini asipochapa mtu unasikia, unaona amefura, anakuchokoza tu akuchapa, anakutusi tu akuchapa. Haleluya. Kwa hivyo maandiko inasema kwamba ni mtu mwenye haki, ni mtu aendaye kwa ukamilifu wa moyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema asiyesingizia kwa ulimi wake. Je, unasingizia? Haleluya. Je, unasingizia? Ujue masingizio yanazuia baraka zako, yanazuia njia za Mungu za kubarikiwa kwako. Haleluya. Wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala kumsengenya jirani yake. Kwa hivyo wakati ambapo unasengenya jirani, haijalishi ameokoka ama hajaokoka. Kwa hivyo maandiko hapa inatofautisha ni mtu ameokoka ama hajaokoka. Kwa hivyo Mungu hutetea watu wote, na Mungu huchukia masengenyo. Ukiwa unasengenya mlevi, ukiwa unasengenya malaya, Mungu hapendi masengenyo. Maana unaposengenya huyu, ukisema ni malaya, maybe si malaya, na kama ni malaya ni ya Mungu. Anajua mahali atakapoipeleka, aidha ni kuzimu, hiyo ni kazi ya Mungu, aidha itakufa na ugonjwa, hiyo ni kazi ya Mungu. Haleluya. Lakini unaposengenya jirani yako, Mungu anatetea hata jirani yako unayekaa naye. Maana wajuaji kama kwa matendo yako mazuri hauwezi ukamsawishi akaokoka kwa matendo mazuri, lakini unapomsengenya, Mungu anajua kwamba unamsukuma mbali. Akijua ulikuwa unasema ya kwamba ni malaya, what will happen? Sini vita. Uwepo wa Mungu hauko. Lakini unaponyamaza na kumpenda, si ukae naye, ama si eti ya kwamba ufanye mashauri naye, lakini we nyamaza, jipe shughuli, fanya yako. Focus. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako focus. Haleluya. Ukiamka asubuhi wewe focus. Lakini unapofocus na maisha ya watu wengine utaumia.
Mungu atakuwa mbali nawe siku zile ambazo utakapomuhitaji. Maana ulikaa katika hali ya masengenyo, ulikaa katika hali ya kufuata hao wanaochukia majirani zao, wanaoinuka na kusengenya ama kuchukia na kutenda wengine mabaya. Ukiwa na makusudi mabaya kwa moyo wako, hauwezi ukafanikiwa. Lakini ukiwa na makusudi mema ni kwa ajili ya watu wengine, ama ukiisha kuwazia mema kutoka kwa moyo wako, Mungu atakuwa pamoja nao, atakupigania mpaka ushangae. Haleluya. Ndio maana maandiko inasema kwamba heri wenye moyo safi, wanaheri walio na moyo safi. Haleluya. Kwa hivyo moyo safi Mungu hufurahishwa. Wacha tuone vile maandiko inasema. Mithali 8:20 mpaka 21. Mithali kifungu cha 8 mstari wa 20 mpaka 21. Maandiko inasema hivi, mstari kifungu cha 8, Mithali kifungu cha 8 mstari wa 20 mpaka 21. Maandiko inasema, natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu. Bwana naibariki neno lake. Mungu anasema kwamba anatembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu. Kwa hivyo Mungu hutembea katika njia za haki, naye hupita katika mapito ya hukumu. Kwa hivyo Mungu akishapita katika matendo ya haki, yeye atakufanyia haki akikupata katika njia za haki. Na pia anasema kutembea katika mapito ya hukumu pia. Kwa hivyo akikupata katika matendo ya hukumu ya haki, yeye atakutendea matendo ya haki na matendo hukumu ya haki katika maisha. Lakini akikupata ukiwa katika njia zisizo za haki, utalia tu milele ukisema kwamba nimeokoka, zimuoni Mungu. Maana yeye atapita, hataonekana hata kamwe. Haleluya. Naye Mungu anasema kwamba yeye hupita katika njia za wenye haki. Anasema kwamba yeye hupita katika njia za haki. Natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu. Haleluya. Kwa hivyo Mungu hupita katika njia za wenye haki, naye hutembea pamoja nao, akitenda haki mbele zao, akiwabariki, akiwafanya wazae sana, akiwafanya wabarikiwe sana, akitenda mambo ya haki, akikupatia haki. Haleluya. Mungu hupatia haki walio katika njia za haki, utenda hukumu wa haki kwa walio katika njia za haki, utenda matendo mema kwa walio katika njia za matendo mema, ufanya mema kwa wanaofanya mema kwa wengine. Haleluya. Uwaza mema kwa wanaowaza mema kwa jirani zao. Kwa hivyo siku ya leo Mungu anasema aje ya kwamba ujiepushe na njia zote ambazo zinaweza kuzuia usifanikiwe. Ujiepushe na hizo njia, na ufuate ile njia ambayo ni ya kubarikiwa. Ukisha fuata njia ya kubarikiwa ya haki ya Mungu, atakubariki. Haleluya. Si Mungu ni mwingi wa rehema? Aturehemu turudi katika njia hizo, tuepuke njia za wenye wasio haki, tuepuke njia na mitego ambao tuliowekewa ya masengenyo. Haleluya. Na maandiko inasema hivi, mstari wa 21. Maandiko inasema, niwaridhishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Bwana naibariki neno lake. Anasema kwamba yeye hutembea katika njia za haki, upita katika mapito ya hukumu zake. Haleluya. Naye anasema ili niwaridhishie mali. Mungu anaweza akaturidhishia mali kama akisha kutupata katika hali iliyo nzuri,
akisha kuona ya kwamba hatupendi masengenyo, wapendwa, Mungu anaweza kuja kwa maisha yetu kama tukisha kataa dhambi na tukianza kujiepusha na mambo yote yanaweza zuia baraka za Mungu. Maana anasema ya kwamba yeye hutembea katika njia za haki na upita katika mapito ya hukumu. Anasema ili niwaridhishie mali. Huyu ni Mungu mzuri kiasi gani! Kama akisha kutuona tunapendeza mbele zake, anaweza akaturidhishia mali. Hiyo ni njia ya kubarikiwa. Unaweza ukafungua milango ya kubarikiwa ama ufungue milango ya laana. Haleluya! Je, ni milango gani ambao umefungua? Maana Mungu anasema yeye anatembea kwa walio wenye haki na wanaotenda hukumu ya haki. Anasema kwamba ili niwaridhishie mali. Si Mungu aturidhishie mali, atuinue, atupatie haki yetu, atupatie baraka zetu. Wapendwa, Mungu anatupenda. Mungu anatujali. Mungu anatujali. Anasema kwamba yeye hupita. Kumbe Mungu hupita kila saa kwa wenye haki. Tukaona ya kwamba siku ile lingine nilipokuwa nanyi, tukaona ya kwamba kumbe Mungu hupitisha baraka zake kwa wanaoonewa, wanaoingia kwa majaribu. Na leo anasema kwamba yeye hupita. Si Mungu apite kwa nyumba yako haone haki. Si Mungu apite kwa kazi yako haone haki. Anza kupokea hizo haki za Bwana. Mungu anasema kwamba yeye atapita. Si Mungu apite katikati yako. Si Mungu apite kwa kazi yako. Si Mungu ainue baraka, afungue baraka zako, akuletee baraka. Anasema kwamba yeye hupita kwa wenye haki. Je, wewe ni mwenye haki? Maana Mungu leo anapita mbele zako ili akuridhishie mali. Na yeye anasema kwamba yeye usijaza hazina zao. Je, hazina yako imejazwa? Awaridhishie mali. Kwa hivyo ni kuonyesha akisha kukubariki, anafungua pia hazina zako. Hautakaukiwa na fedha, hautakaukiwa na baraka, hautakaukiwa na vitu vyote vizuri, na mambo yote mema yatafanikiwa kwako. Na anasema kwamba kila afanyalo litafanikiwa. Huyu mwenye haki, maana ako na heri kubwa sana ya kubarikiwa, ako na nafasi kubwa sana ya kuinuliwa na Mungu. Mungu si atupatie hiyo nafasi akapite mbele zetu sisi tulio wenye haki. Si eti ya kwamba tunajidai ya kwamba tuko wenye haki, lakini Mungu kwa huruma zake si atufanye tu wenye haki mbele zake, ili tukaribie katika kilima chake kitakatifu cha baraka. Nani atakayefanya maskani yake pamoja na Bwana? Hivyo ndio Daudi alikuwa anauliza, maana alishangaa, ni nani atakayekaribia hema hiyo? Anasema Mungu, yeye atapita katika njia za wenye haki. Haleluya! Si Mungu apita kwa kazi yako, haone haki hata kama ni dogo, haone uzuri, haone mazuri, haone roho yako vile ilivyo nzuri, hauna mawazo mabaya kwa wengine, hauna nia mbaya kwa wengine, hauna masengenyo mabaya kwa wengine, bali kilicho kwa moyo ni kutenda haki. Kilicho kwa moyo ni kufanya mema. Kilicho kwa moyo. Kuna watu husema ya kwamba wacha nipate pesa, tawapiga matope. Mungu ona kiburi. Haleluya! Maana mawazo yako ni mabaya. Wacha nifununue gari, watanijua. Wacha nijenge nyumba, watanijua. Mungu si wa kushindana. Haleluya! Lakini unapofanya mema na kutakia wengine mazuri, si kuona ndugu yako amefanikiwa unaanza kusema kama amefanikiwa tu na kanaringa, then unaanza kufunga baraka zako. Kamepata gari tu kanariga, then unazuia. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini ukisha kuwa na mawazo mazuri kwa wengine, ukiwatakia mema na kutenda haki kwao, Mungu hutenda makuu kwa maisha yako, na Mungu hufungua njia zako. Hautang'ang'ana kwa maisha yako. Haleluya. Simameni mbele za Bwana. Kuna mambo makubwa Mungu anataka kutenda siku ya leo. Muamini Mungu kutoka kwa moyo wako. Jua kwamba matendo yako ni mazuri mbele za Bwana. Angalia Bwana, yeye anasema atapita katika njia za wenye haki. Anamesema ya kwamba atapita katika njia za wenye haki, naye anasema hata ili awaridhishie mali na kuzijaza hazina zao. Kuna kitu nataka Mungu akubarikie leo. Nasema hiyo itapita kwako. Usiku wa leo atapita mbele zako, atapita kwa nyumba yako. Unataka watoto wako wafanikiwe, leo Mungu atapita mbele zao, watafanikiwa. Unataka kazi, kufungua biashara, Mungu atapita mbele yako. Kule ambako nakoenda, Mungu atakutangulia. Inua mikono yako mbele za Bwana. Muamini Mungu siku ya leo. Muamini Yesu, maana ni mtenda miujiza, maana ni Mungu wa haki. Muombe Bwana kile unataka, muombe Bwana. Muombe Bwana, mwambie nijazie hazina yangu, nijazie baraka Bwana. Nikumbuke katika majaribu ya moyo, nikumbuke katika kudhihakiwa kwangu na kuonewa kwangu. Nikumbuke Bwana, sina chochote ninaweza nikajivunia. Mkaribishe Bwana, mkaribishe Bwana, mkaribishe Bwana. Yeye yuko hapa. Mkaribishe Bwana kwa moyo wako. Mkaribishe Bwana, yeye yuko hapa. Mkaribishe yeye akatawale katika maisha yako, akatawale katika kazi yako, akatawale kwa biashara zako na kwa kazi yako. Yeye atakupigania. Anasema atapita kwa wenye haki. Omba mbele za Bwana, mwambie leo, nifanye mwenye haki mbele zako, nifanye mtu mwenye haki mbele zako, nikatende yaliyo mema mbele zako Bwana, nikatende mapenzi yako Bwana. Nisikose Bwana katika hema ya walio watakatifu, nisikose katika hesabu ya waliobarikiwa Bwana, nisikose katika baraka zako Bwana. Nifungulie milango Bwana. Umesema leo ya kwamba Bwana tuko na heri Bwana, tuko na heri mbele zako Bwana, tuko na heri tukifanya yaliyo haki Bwana, tuko na heri ya kubarikiwa. Oh yes Bwana, baraka zako ni za milele Bwana, hakika fadhili zako ni za milele Bwana. Umetukuka mbinguni, umetukuka na duniani Bwana. Wewe ni Mungu usiyeshindwa Bwana. Ni jambo gani lisilowezekana mbele zako Jehova? Ni jambo gani lisilowezekana mbele zako Bwana? Oh yes. Katikati ya mapito Bwana, katikati ya majaribu Bwana, kuona ulikuja kwa nyumba yetu wakati tulikuwa wagonjwa. Ulikuja kwa nyumba yetu wakati tulikuwa katika nyumba za nyasi Bwana. Ulikuja katika nyumba zetu ukatenda haki Bwana. Leo tunashuhudia vile ulivyo mkuu Bwana. Ulikuja kwa nyumba yetu tulipokuwa tuna uwezo Bwana, ukatufanya Bwana leo ukatutengeneza. Ulikuja katika nyumba yetu ilipokuwa imeanguka, ukaisimamisha Bwana. Ulikuja siku ya shida zetu, ukapitisha wema wako na baraka zako mbele zetu. Leo Bwana tunakuona ukiwa mwema Bwana. Nani mwingine awezaye kubariki kama wewe Bwana? Uliona haki Bwana, uliona haki ukatenda Bwana. Hata leo Bwana naomba matendo ya haki Bwana kwetu. Utujalie Bwana tufanye mapenzi yako Bwana. Utujalie Bwana tukutafute, tukuone katika hema yako takatifu. Muombe Bwana. Yeye ni Mungu mwenye nguvu na mwenye uweza wote. Jambo gani na kusumbua? Yeye ni Mungu mwenye huruma. Mwambie Bwana. Ewe Mungu mwenye nguvu zote na uweza wote wa mbingu na nchi Bwana. Wewe Bwana umesifanya mbingu pasipo na nguzo Bwana. Wewe Mungu unakumbuka wakutafutao, unakumbuka wanaokulilia Bwana, unakumbuka wote Bwana wanaoumia Bwana.
unakumbuka wote wakutafutao kwa njia za haki Bwana. Unasema wewe Mungu usiridhishia baraka zao, uwaridhishia baraka zao Bwana, ufungua njia zao. Leo Bwana, si utufungulie milango ya mbingu Bwana. Yesu, angalia, tunakuinulia macho yetu Bwana. Ewe Mungu mwenye nguvu, tunakuinulia macho yetu. Ewe Mungu mwenye kutakasa na Mungu mwenye kusahau yote Bwana tuliyoyatenda Bwana. Ni wewe Bwana uliyetusamehe tulipotenda dhambi Bwana. Leo Bwana tukumbuke Bwana, tuondolee dhambi Bwana, tuondolee na uovu unaweza fanya tusikaribie katika kiti chako cha enzi. Tunasongea mbele zako Bwana kwa mioyo iliyovunjika Bwana, na karibia mbele zako kwa roho zilizovunjika ndani yetu Bwana. Ewe Bwana tukumbuke Bwana. Eloi, kumbuka maisha yetu. Eloi, kumbuka na kazi zetu. Eloi, kumbuka na nyumba zetu Bwana. Angalia Bwana, angalia ukakumbuke. Usitupite Bwana. Usitupite katika majaribu. Usitupite katika mahangaiko Bwana. Usitupite katika kilio cha mioyo yetu Bwana. Usitupite Bwana unapotembelea wengine Bwana. Usitupite mahali hapa Bwana. Utukaribishe kwako Bwana usiku, utukaribisha kwako na mchana Bwana wote Bwana. Wewe ndiwe mwema, wewe ndiwe mwema katikati ya wote Bwana. Wewe ndiwe mzuri katikati ya wote Bwana. Tumekuchagua uwe baba yetu, tumekuchagua uwe Mungu wetu. Wewe ndiwe mzuri Bwana, katikati ya miungu yote ni wewe mzuri, hatuna mwingine Bwana. Katikati ya wote, katikati ya mababa wote, tumekuchagua wewe ndiwe mzuri. Umekuwa baba yetu kutoka mwanzo Bwana, haujatuacha Bwana. Leo tumekuja mbele zako kwa moyo wa kuvunjika Bwana. Wewe Mungu mwenye kutenda miujiza, hakuna kama wewe Bwana. Oh yes, usitupite Bwana, usitupite Bwana, usitupite Bwana. Leo oh yes, unisikie wewe Bwana, wewe ni Mungu unapozuru wengine, usinipite Yesu wangu, unisikie unapozuru wengine, usinipite, sema Yesu, oh Yesu, unapozuru wengine, Baba, usinipite, sema Yesu, 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 unisikie unapozuru wengine, Baba, sema Yesu, oh Yesu, Yesu, usinipite unapozuru wengine, Baba, unisikie, sema Yesu, 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 unisikie unapozuru wengine, Baba, usinipite, oh sema Yesu. mwambie Bwana, mwambie leo Mungu, oh Yesu, yuko hapa ni mwaminifu. Mwambie Bwana asikupite leo, unapozuru, mwambie Yesu ni mwaminifu. Mwambie Bwana yeye ni mwingi wa rehema, leo atakukumbuka. Mwambie Yesu leo atapita kwa kazi yako. Mwambie Yesu apite kwa ugonjwa yako akuponye. Mwambie Yesu akukumbuke katika majaribu yako. Mwambie Bwana akupiganie katika vita zako. Mwambie Bwana akutetee katika yote upitayo. Mwambie Bwana atende muujiza katika yote unaotaka Bwana atende. Yeye ni mwaminifu, amesema atapita, anapita kwa wenye haki ili awaridhishe
warudishie baraka ili ajaze hazina zao. Mwambie Bwana, leo nikumbuke katika kufungukiwa kwangu, nikumbuke katika kudhihakiwa na kuonewa kwangu, nikumbuke Bwana. Angalia njia hii imefungika mbele zangu Bwana, naomba ukanifungulie Bwana. Angalia sisi kama wanadamu hatuwezi kufanya neno lolote, lakini yote kwako inawezekana Bwana. Angalia hatuwezi kupigana vita hizi Bwana, ambao Bwana sisi tumejitia katika vita ambao Bwana tunapigana usiku na mchana Bwana. Angalia usiku wa manane Yesu kapigane vita zetu. Angalia Bwana siku ya jioni, hata wakati wa jioni na majira yote Bwana tupiganie Bwana, maana tumaini letu liko kwako Bwana. Msaada wetu ni wewe, nguvu zetu ni wewe Bwana. Hatuna nguvu tena Bwana, hatuna uwezo tena wa kupigana Bwana, hatuna uwezo tena. Oh yes, katika baraka zako ukaturidhishie baraka zako, katika urithi wako ukaturidhishie Bwana, katika hazina yako Bwana. Oh yes, ukatubarikie, ukatukumbuke Bwana kwa hazina zako, ukatujazie Bwana, kwa kuwa wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu Bwana. Katikati ya miungu wewe ni mwaminifu Bwana. Tumekuona mahali hapa Bwana. Oh, tukumbuke, fungua hiyo njia Bwana, fungua ile njia ya ule mama Yesu, fungua njia ya ule mzee Bwana anayekulilia katika kilio cha moyo. Pita katika roho zao, katika majaribu ya moyo, pita katika mioyo yao Bwana. Uyaone yote wapitayo, uyaone yote wanaopitia Bwana. Uone katika ugonjwa wa wanadamu ukaponye Bwana. Ni jambo gani lisilowezekana Bwana? Angalia leo na kuomba Bwana, achilia uponyaji. Na kuomba leo, achilia neema yako Bwana ya baraka Bwana. Nabariki ule ndugu, nabariki ule dada leo Bwana, wacha kaito mbarikiwa kwa rehema zako Bwana. Angalia ile milango imefungwa na wachawi na waganga Bwana. Angalia vile anapopigwa vita Bwana, mpiganie Yesu. Uinulia Bwana macho yako, muamini Bwana. Yeye ni mwingi wa rehema. Ona ishara za Mungu, ona ishara za Mungu. Maandiko ikasema yeye mwenye haki utafakari ukuu wa Mungu, utafakari ukuu wa Mungu, utafakari haki ya Mungu usiku na mchana. Tafakari ukuu wa Bwana, tafakari vile Mungu alivyotenda siku zote kwa maisha yako. Kumbuka Bwana, yeye ni mwaminifu. Kumbuka yeye ndiye anaweza akatenda, ndiye anaweza akakuponya. Mwangalia Bwana katika ulimwengu wa rohoni. Yesu amuona Mungu akiponya, amuona Mungu akiokoa, amuona Mungu akiokoa. Mkono wa Bwana si mfupi ukose kuokoa. Yeye amenyosha mkono wake juu yako wewe unayepita katika hali hiyo nzito katika moyo. Wewe unayepita katika majaribu, mkono wa Bwana umeshuka. Haki ya Mungu inatendeka kwa maisha yako, haki ya Mungu inavendeka kwa maisha yako. Mungu akakufanyia haki katika yote unayopitia. Yeye ni mwingi wa rehema, yeye ni mwaminifu. Sijamuona mwingine ambaye anakumbuka watu wake. Sijamuona mwingine ambaye anatenda mambo makubwa kama haya. Sijamuona mwingine ambaye anatoa mwanadamu kwa mavumbi. Sijamuona mwingine ambaye anayekumbuka watu wake. Yeye ni mwema. Ona uzuri wa Mungu leo. Ukimuona uzuri wa Mungu, kitafakari uzuri wa Mungu. Yeye ni mwaminifu. Unaweza Bwana, Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Tukupenda Bwana, tukupenda kwa mioyo yetu. Ni kweli Yesu tunakupenda, ni kweli Yesu tunakupenda. unaweza Bwana,
hakuna kama wewe Bwana, unaweza, unaweza, Yesu unaweza, unaweza, Baba unaweza, unaweza, hakuna kama wewe Bwana, unaweza, unaweza, Bwana unaweza, 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 hakuna kama wewe Bwana, unaweza, unaweza, Inua mikono yako mbele za Bwana. Kuna operation ya Mungu inaendelea. Mungu anapita kwa roho zilizo zenye haki. Mungu anapita kwa mtu atendaye mema siku ya leo. Hivyo ndivyo Mungu amenituma leo, akaniambia leo atatembelea wenye haki, hata wasahau tena, hata wapita tena. Mungu anatembea katikati yenu. Kwa jambo lote unaotenda zuri, Mungu ataliona. Angalia ni jambo gani unaotenda mbele za Bwana. Hata kama amekawia, yeye anasema atapita ili atende haki kwa maisha yako. Akuridhishie baraka, akuridhishie. Si Mungu akuridhishie. Na achilia neema ya Bwana, na achilia nguvu za Bwana katikati yenu, na achilia operation ya Bwana katikati yenu. Kila mapepo na maroho machafu yanaweza kuwa nazuia baraka zenu, na yashika mateka. Kila mapepo na maroho yaliyotumwa kukuzuia usifikie baraka zako, na yashika mateka. Kila wingu iliyoletwa na adui zako kwa maisha yako ili kukuzuia usifanikiwe, leo naishika mateka. Nashika mateka kila mapepo ambayo. Inua mikono yako hapo kwa anga. Hapo kwa anga kuna mapepo. Kuna mapepo kwa anga yako. Inua mikono yako hapo kwa anga, mshike mkuu wa anga. Hapo kwa anga, shika mapepo wabaya, shika mapepo ya kuzuiliwa. Piga mapepo yote machafu, yapiga usiku hii ya leo, yapiga kwa moto wa Bwana. Naachilia nguvu za Bwana kwa anga yako, naachilia wema wa Bwana katikati yenu, naachilia sasa ukatembee katikati yenu. Baraka za Bwana ndio hizo sasa. Baraka za Bwana, wanaozuia baraka za Bwana na wapiga kwa upofu, wakachanganyikiwe, wakachomeke kwa moto, wakachomeke. Achilia nguvu za Bwana, achilia kazi ya Bwana, achilia wema wa Bwana, achilia hizo baraka. Atabiria urithi wa Bwana. Kuna urithi unaachiliwa kwa maisha. Kuna urithi wa Bwana leo ambao unaachiliwa kwa wanaompenda Bwana. Pokea nguvu za Bwana, pokea uwepo wa Bwana. Hasa kupokea kibali cha Bwana kwa kazi yako. Na achilia msako wa Bwana. Kila mapepo, kila masengenyo kwa kazi yako, nafuta. Kila maagano yaliyowekwa kupita kwa masengenyo, nafuta katika jina la Yesu. Kila maneno ulionenewa yakasimama kwa anga, na yapiga kwa moto. Kila maagano kinyume na maisha yako, kinyume na baraka zako, nafuta kwa damu Yesu. Natabiria fedha zako moto. Kuna watu wamekabidhiwa pesa, kuna watu wamerudishiwa fedha, kuna watu wamerudishiwa biashara zao kupita kwa injili ya siku ya leo. Kuna watu wamerudishiwa nyumba zao za amani. Kuna watu wamerudishiwa neema kupita kwa injili ya leo. Kuna watu wamerudishiwa neema. Pokea neema. Neema ndio hiyo. Neema ya kazi. Neema ya kazi. Pokea kazi ya mikono yako. Pokea neema. Pokea neema ya kubarikiwa. Pokea nguvu za Bwana. Pokea baraka. Hazina ya Bwana inajazwa. Kuna watu wanaregeshewa. Hazina ya Bwana inarudishwa. Hazina ya Bwana kwa maisha yako. Hazina ya Bwana. Pokea nguvu za Bwana siku ya leo kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Total deliverance.